Mtazamaji wa M15 TV, hapa ni nje ya dimba la Tanzanite Kwaraa Stadium, the home of Fountain Gate Football Club, kama jinsi ambavyo ubao unajieleza. Na hapa ni geti namba 3, geti ambalo wanasema wale wa VIP ndo wanapita hapa, na hizi ni ripoti kutokea nje ya uwanja kabla ya mtanange kati ya Simba Sports Club dhidi ya Fountain hujaanza rasmi. Kwa hiyo tuko hapa kwenye kuletea kila update zote zinazohusiana na mechi hii husika. Na upande wangu wa kushoto hii ni barabara kuu. Kwa mbali kama unavyotazama, huu ni upande wa barabara kuu, na upande wangu wa kulia huu ni upande unaounganisha barabara ndogo za kuelekea mitaani, lakini kuelekea katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Manyara hapa Babati. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo unatizama, na tuko hapa kwa ajili ya kukuletea kila update zinazohusiana na mechi hii ya Simba dhidi ya Singida Black Stars. Na mechi hii kumbukwe ni hatua nyingine kabisa ya nusu finali. Ina maana kinachowaniwa hapa ni tiketi ya kuondoka kwenda kucheza finali. Na atakwenda kukutana na Young Africans ambao yeye tayari ameshafuzu katika hatua ya finali. Hatujui either ni Singida Black Stars ama ni Simba. Na ikumbukwe hii ni mechi nyingine ya kihistoria, mechi ya kisasi, kwa maana mechi ya mkondo wa kwanza Simba Sports mechi ya ligi kuu mkondo wa pili Simba Sports ameshinda kwa kumfunga Singida Black Stars goli 1-0. Je, Singida wako tayari kuendeleza ule mwendelezo wao wa vipigo mbele ya Simba? Na ingawa kwenye record zinasema kwamba Singida hajawahi kumfunga Simba Sports Club katika mechi za ligi kuu na michuano ya CRDB. Kwa hiyo mambo ni mengi kweli kweli, na hizi ni ripoti kutokea nje ya uwanja kabla ya mechi, maana kabla ya mchezo, maana mchezo kwenda kupigwa majira ya saa 9. Kwa hiyo mji umechangamka kweli kweli, na watu wanajiandaa kwa burudani hii ya mpira wa miguu, na mengi sana yako hapa. Tuko tayari kukuletea kila kitakachojiri hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi. Tuko hapa M15 TV kwa ajili ya kuhakikisha unapata habari zote zinazohusiana na mechi hii, lakini kubwa zaidi tuko pia kwa ajili ya kukuletea zile story na simulizi zinazohusiana na mchezo huu. Kwa maana unaona jezi za Young Africans zinazo ziko hapa, kwa maana uwepo wa Simba na Yanga kokote pale basi huwa ni fursa ya kibiashara. Wanasema hadi jezi ya RS Berkane nayo iko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba biashara zinafanyika, watu wanapata riziki. Mji umechangamka kweli kweli, tofauti na jinsi ambavyo wameuzoea wenyeji wa hapa. Wenyewe wanasema hivyo, kwa maana yako mengi ambayo huwa yanajiri hapa, lakini leo kubwa ni mchanganyiko wa watu tofauti, wafanya biashara kwa mashabiki mbalimbali. Wote wako hapa kwa ajili ya kushuhudia burudani hii ambayo mnyama ameileta hapa, na Singida pia ameileta hapa Kwaraa. Yako mengi sana ambayo tutakuletea, lakini kubwa ilikuwa ni simulizi hizi ambazo tumekusogezea nje ya uwanja. Na kama ambavyo nitangulia kuambia, uelekeo huu ni uelekeo ambao ni wa kuelekea barabara kuu, ambapo ukiwa unatembea uelekeo huu mkono wangu wa kulia ndipo unaenda kukutana na barabara ambayo inaelekea Dodoma. Kwa hiyo tuseme huu ni mji wa kibiashara kweli kweli, na mambo ni mengi.